Mpendwa mfuatiliaji wa The Gospel Media, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Huu ni mwaka wa 2026 tukijifunza kutoka katika masomo ya mwezi Machi. Mwezi ambao mada kuu inasema imani iokoayo. Leo ni Machi 6. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunapoenda kujifunza neno lako, tusaidie tuweze kuelewa haya tujifunzayo, tuweze kuyafanyia kazi na yaweze kutusaidia kwa ajili ya ufalme wako. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema Mwokozi tangu milele. Waefeso sura ile ya 1 ya 3 na ya 4 inasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Tangu anguko, Bwana ametekeleza mapenzi yake katika mpango wa ukombozi, mpango ambao yeye anatafuta kumrejesha mwanadamu kwenye ukamilifu wake wa awali. Kifo cha Kristo msalabani kimefanya iwezekane kwa Mungu kupokea na kuisamehe kila nafsi iliyotubu. Wakati mtesekaji wa kiungu alipokuwa akining'inia juu ya msalaba, malaika walikusanyika kumzunguka, na walipomtazama na kusikia kilio chake, waliuliza kwa hisia kali, "Je, Bwana Yehova hatamwokoa?" Kisha yalisemwa maneno, "Bwana ameapa wala hata ghairi." Baba na Mwana wameahidi kutimiza masharti ya agano la milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu hakuwa peke yake katika kutimiza kafara yake kuu. Ilikuwa ni utimilizaji wa agano lililofanyika kati yake na Baba yake kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Kwa kushikana mikono waliingia katika ahadi madhubuti kwamba Kristo angekuwa mdhamana kwa ajili ya jamii ya wanadamu ikiwa wangeshindwa na hila za Shetani. Wokovu wa jamii ya wanadamu umekuwa daima lengo la mabaraza ya mbinguni. Agano la rehema lilifanywa kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Limekuwepo tangu milele na linaitwa agano la milele. Kwa uhakika, kama ambavyo hakujawahi kuwa na wakati ambapo Mungu hakuwapo, hivyo hakika hapakuwahi kuwa na wakati ambapo haikuwa furaha ya ajuaye yote tangu milele kudhihirisha neema yake kwa wanadamu. Kadiri tunavyojifunza mada hii, ndivyo tunavyozidi kuielewa zaidi, na bado kuna kina ambacho hatuwezi kukifikia kadiri tunavyojifunza juu ya utukufu wa mkombozi. Ni utukufu wa mfalme wa uzima na uweza mkubwa zaidi wa mwanadamu hauwezi kuufikia. Malaika wenyewe wanatamani kuichunguza mada hii ya ajabu na ya pekee, ukombozi wa jamii ya wanadamu. Hii ni Machi 6, mada ikisema Mwokozi tangu milele. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Mwamba imara, tajificha
wimbi la mawio, saa ya upweke, majaribu yanaponiandama, maisha pasi utulivu, mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako 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 mwamba imara tajificha